Bwana, rasmi klabu ya Yanga imeachia uzi ama jezi ambazo watazitumia kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika. Tunafahamu kwamba Yanga tarehe 22 wanakwenda kucheza mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya FAR Rabat kwenye dimba la New Aman kule visiwani Zanzibar. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo, kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga wameachia jezi ambazo watazitumia kwenye mashindano yote kuanzia hatua ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga wameachia jezi zote tatu, kwa maana ya jezi ya nyumbani ambao wataitumia kwenye michezo nyumbani, lakini pia wameachia uzi ambao watautumia kwenye michezo ya ugenini pamoja na ile jezi ya tatu. Kwa kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga mara baada ya kuweza kuachia uzi huo, wameposti picha za baadhi ya wachezaji wakiwa wamevalia jezi hizo mpya, na wakaandika hii ni home kit, kwa maana ya uzi wa nyumbani 2025-26, na wakawahimiza mashabiki kuenda madukani kwenye maduka ya GSM Mall kwa maana ya makao makuu ya klabu ya Yanga kwa ajili ya kununua jezi hizo. Sasa kumekuwa kuna maoni mbalimbali juu ya uzi ambao Yanga ameweza kuachia kwenye michuano ya kimataifa ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwenye comment kupitia kwenye uzi ambao Yanga watautumia kwa maana ya ile jezi ambao wataitumia kwenye mchezo dhidi ya FAR Rabat kwenye dimba la New Aman kule visiwani Zanzibar, huyu anasema admin, jezi ziko wapi ninunue pea 10, anauliza, na tumeona maelekezo yametoka kwamba jezi zote zinapatikana makao makuu ya klabu ya Yanga. Huyu anasema uzi mzuri, lakini tubadilishe designer, ndicho ambacho amekiandika kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga. Lakini huyu anasema muhimu tufike mbali zaidi, tufiche mambo mengine. Mnasema jezi ni mbaya, mnasema hii ni mgomba, mnasema Yanga designer wenu ni msukuma au jezi hata zieleweki. Huyu anasema ila Yanga jamani, mnataka tukaibe, hali ni ngumu, uzi mkali. Mnasema kitambaa quality ila ubunifu akaguna, kwa maana ni kama hajakubaliana na ule ubunifu ambao Yanga wameuonyesha kwenye jezi hizo mpya. Mnasema hiki ni nini? Mnasema hizi watavaa sawa. Mnasema mimi ni mwana Yanga ila hizi hapana ise, nachoka baba yenu. Mnasema mbona SportPesa tena CAF siku hizi wanaruhusu hizi SportPesa? Wana tumeona kwenye jezi za Yanga kwa maana ya mdhamini mkuu wa jezi hizo ni SportPesa, na tunafahamu kwamba anayedhamini michuano ya kimataifa ni kampuni ambayo inajihusisha na masuala ya betting. Pengine huenda mambo yakawa yamebadilika, lakini tuliona taarifa kipindi cha nyuma kwamba timu hairuhusi kuvaa mdhamini ambaye anahusika na masuala ya kubeti, kwa sababu mdhamini mkuu pia wa michuano ya kimataifa ni kampuni ambayo inahusika na masuala ya betting. Lakini tumeona kwenye upande wa klabu ya Yanga, wao mdhamini mkuu kwenye michuano ya kimataifa ni SportPesa. Pengine huenda mambo yakawa yamebadilika, na ndio maana mdhamini wa Yanga amewekwa SportPesa. Lakini ninasema likitambaa linateleza sawa kama nguo za Kisukuma. Ninasema malizeni tofauti zenu na Ngowi, huyu akiwa na maana kwamba yule designer wa klabu ya Yanga Sheria Ngowi, basi kama kuna tofauti zilizopo basi wazimalize, kutokana na jezi ambazo zimeendelea kutolewa ni kama mashabiki hawaliziki nazo kabisa, na ndio maana wanamulizia aliyekuwa designer wa klabu ya Yanga Sheria Ngowi. Huyu anasema mbona kama sehemu ya saa. Mnasema Sheria Ngowi arudi tu. Mnasema utaratibu unafahamika kuhusu hii ya kijani, hakuna haja ya maelezo mengi. Mnasema kuna sehemu mmebolonga. Sawa. Hizo ni comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga kwa upande wa jezi ya nyumbani ambayo tumeiona jinsi ilivyo, na kama ambavyo unaweza kuitazama, hiyo ndio jezi ya nyumbani kwa upande wa klabu ya Yanga. Lakini baada ya hapo Yanga wakaachia uzi mwingine wa pili kwa maana ya jezi ya ugenini ambayo yenyewe ina rangi ya njano, tofauti na ile ya nyumbani ambayo yenyewe ina rangi ya kijani. Kupitia kwenye ukurasa huo wa klabu ya Yanga, baadhi ya mashabiki wamecomment kuhusiana na uzi huo wa nyumbani. Mnasema hello, mnasema jezi ya kuendea ukweni. Mnasema hii hata mimi nimeshtuka. Mnasema sasa hii ni mambo gani? Mnasema timu yangu, lakini wacha niseme moyoni mwakani hebu nipeni na mimi hiyo kazi ya kudesign jezi. Sawa.
kama kuna ngao hiyo ya njano nyie naona sasa mmeshiba ubwabwa. Mnasema Yanga Mamelodi, akiwa na maana ya jezi za Yanga kufanana na jezi za Mamelodi Sundowns. Mnasema mwaka huu kwenye jezi ni Nehi, akiwa na maana kwamba ni kama hakubaliani na jezi ambazo Yanga wamezitoa. Mnasema Sheria Ngowi iko wapi? Huyu anamuulizia alikuwa designer wa klabu ya Yanga, Sheria Ngowi. Mwingine anasema raha sana, nitakununulia hii. Bana, hizo pia ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga mara baada ya kuachia uzi huo wa ugenini, kwa maana ya jezi ambayo Yanga watatumia kwenye mechi za ugenini. Lakini Yanga wakati huo pia wakaachia jezi ya 3 kwa maana ya ule uzi ambao wanaweza kautumia popote, na huu uzi wenyewe una rangi nyeusi kama ambavyo pia unaweza kutazama kupitia kwenye comment. Baadhi ya mashabiki pia wametoa ya moyoni kuhusiana na uzi huo, wengi wakionekana kukubali, lakini bado wanaendelea kuulizia design ambaye amehusika kwenye kudesign jezi za klabu ya Yanga. Bwana, tarehe 22 Yanga wanacheza mchezo wa kwanza wa klabu bingwa barani Afrika dhidi ya FAR Rabat, na mara baada ya hapo tumeona ratiba itakayofuata, na mara baada ya Yanga kucheza nyumbani basi watasafiri moja kwa moja kucheza mechi ya ugenini, na mechi ambayo Yanga wanakwenda kucheza mara baada ya FAR Rabat kutoka Morocco, Yanga watakwenda Algeria kwa kipiga dhidi ya JS Kabylie. Mara baada ya hapo Yanga wataelekea nchini Misri kwa kipiga dhidi ya Al Ahly ya nchini Misri. Baada ya hapo Yanga watarejea nyumbani kukichapa pia dhidi ya Al Ahly. Baada ya hapo Yanga watasafiri kuelekea Morocco kucheza dhidi ya FAR Rabat. Baada ya hapo Yanga watarejea nyumbani kukipiga dhidi ya JS Kabylie kutoka Algeria, na huo ndio utakuwa mchezo wa mwisho kwenye hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Mchezo wa kwanza Yanga wanaanzia nyumbani, na mchezo wa mwisho Yanga watacheza ugenini. Kwa hiyo ndio ratiba ya klabu ya Yanga, lakini kubwa zaidi ni jezi ambazo Yanga wanakwenda kuzitumia. Kwa mara nyingine Yanga wanakwenda kucheza na wabebe kutoka Morocco, moja kati ya mechi ambayo imeendelea kuzungumzwa kwamba inaweza kuwa ngumu kwa klabu ya Yanga kutokana na ubora wa FAR Rabat. Lakini pia tunafahamu ubora wa klabu ya Yanga kwenye michuano ya kimataifa. Malengo makubwa ni kutinga hatua ya nusu finali kama sio kucheza hatua ya finali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikujuze kuhusiana na michuano hii, lakini kubwa zaidi ikiwa ni uzi ambao Yanga wanakwenda kuutumia kwenye michuano hii ya kimataifa ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Lakini baadhi ya mashabiki wakionekana kabisa kutokufurahishwa pengine na jezi namna ambavyo wamezidesign. Kwa hiyo ngoja tusubirie na kuona, kwa maana ya kwamba jezi hazileti matokeo bali uwezo ndio ambao unakwenda kuleta matokeo. Kwa hiyo hizi ni jezi tu, tusubirie kuona kile ambacho Yanga watakionyesha kwenye mchezo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.